Kwanza pokeeni salamu za mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye yuko gerezani kwa sababu wote tunazozijua kwamba ni za uongo. Ameandika ujumbe mrefu, tutauposti na tutakabidhi kwa familia. Kwa tunaleta salamu za pole kutoka kwa Mheshimiwa Tundu Lissu na chama chetu. Sisi tumefiwa na muasisi wa chama chetu Mzee Mtei ambayo imekuwa chama kikuu nchini Tanzania. Sio chama kikuu cha upinzani, chama kikuu Tanzania. Sisi kwetu tumepoteza mtu wa muhimu sana. Kila mtu aliyekuja kuzungumza hapa, na namshukuru kaka yangu Zito Kabwe, amezungumza vizuri sana kuhusu msimamo na baba askofu wa Mzee Mtei. Kwa wale mnaotuona sisi Chadema na misimamo yetu, ni kwa sababu ya DNA, vinasaba vya muasisi wa chama chetu. DNA yetu sio kufitin kwamba jambo lifanyike rahovyo sisi tutafute njia ya kufitin. Sisi hatuko hapo. Mzee Mtei aliacha uwaziri, mimi nimekuwa mbunge, najua waziri wa fedha, kwa sababu ametofautiana na rais. Na sasa hivi baba askofu ingekuwa hatari, kwa sababu angeweza kupotea au lolote lingempata. Aliacha uwaziri. Nani anaweza kuacha uwaziri leo? Sana sana utakachofanya, rais anataka tuende hivi, utaalamu wangu uniambii tuende hivi, lakini ngoja niende hivi, ni fitin pale anapotaka ili tuende mbele. Kwa huyu ni mtu ambaye ametujengea taasisi ambayo ni ya mfano, na sisi tunamkumbuka sana na tutamkumbuka. Nataka kuchukua nafasi hii kuwashukuru wanachama wetu wote waliotoka nchi nzima, mikoa yote wako hapa. Mwenyekiti Mbowe, nataka nikuhakikishie kwamba wanachama wetu wamekuja kwa mamia, kwa maelfu. Viongozi nchi nzima, pamoja na mateso wanayopitia, kwa sababu nimeona hapa watu wanasema tutofautiane kwa sera. Sasa hivi ukitofautiana kwa hoja ndio unapotea. Watu wanapotea na hawaonekani, sio mzaha. Kwa sababu baba, tumefata kile ulichotufundisha kufuata. Hatukosei chochote. Tunapotezwa kwa sababu tumekuwa wafuasi wa misimamo yako. Lakini tunamuomba Mwenyezi Mungu akupokee. Nataka kuhakikishia Watanzania na wanachadema nchi nzima, chama chetu hakitayumba hata tone kutoka kwenye msimamo aliyoianzisha mzee huyu, kupigania haki za watu, kupigania uchumi shirikishi na kusema ukweli daima. Mwenyezi Mungu atubariki. Asanteni sana kwa kunipa nafasi ya kunisikiliza. Fuatayo ni historia ambayo baba yetu aliichapisha na tukabidhi sisi watoto wake mwaka 2010, akisisitiza kuwa tusifanye makosa wakati ikitakiwa kusomwa. Tusifanye makosa wakati ikitakiwa kusomwa. Hivyo tutaisoma kama alivyoandika yeye mwenyewe. Baba alizaliwa tarehe 12 Julai 1932 kijijini Marangu, Moshi, akiwa mtoto wa Eliapenda Ngapanyi Mtei na Ngianaeli Mlingi. Alibatizwa na kubarikiwa katika kanisa la Kilutheri Ashira Marangu. Alifunga ndoa takatifu ya Kikristo na Joara Hassan Miliari katika kanisa la Kilutheri Ngarima tarehe 6 Agosti 1960. Katika ndoa hii alibarikiwa kupata watoto 5, 2 wa kiume
na 3 wa kike. Mzee Mtei alianza masomo yake katika shule ya awali ya Ngaruma Lutheran Parish School na baadaye alisoma Native Authority Primary yani NA Marangu hadi darasa la 8. Mwaka 1945 hadi mwaka 1950 alisoma Old Moshi Secondary School. Tokea mwaka 1950 hadi 1952 alisoma Tabora High School. Kuanzia mwaka 1953 alisoma Makerere University College ambayo ilikuwa ni tawi la University of London na kuhitimu Bachelors of Arts BA mwaka 1957. Baba aliajiriwa kwa mara ya kwanza mwaka 1957 na East African Tobacco jijini Nairobi, Kenya, akiwa sales manager. Mwaka 1959 hadi 1962 alikuwa mtumishi wa umma katika serikali ya Tanzania jijini Dar es Salaam. Mwaka 1963 aliazimwa seconded East Africa Common Service Organization huko Nairobi, awali kama Deputy Secretary na Personal Assistant wa Secretary General. Akapandishwa cheo na kuwa Financial Secretary Julai 1964. Mnamo mwezi Septemba mwaka 1964 alirudi kuwa mtumishi wa umma katika serikali ya Tanzania na kuteuliwa kuwa katibu mkuu wa hazina, Permanent Secretary to the Treasury. Oktoba ya mwaka uliofuata, yani 1965, aliteuliwa kuwa gavana mteule, governor designate, ili afanye matayarisho ya kuzindua Benki Kuu ya Tanzania. Mwaka 1966 aliteuliwa rasmi kuwa gavana wa kwanza wa Benki Kuu ya Tanzania. Mnamo April 1974, mzee aliteuliwa kuwa katibu mkuu, Secretary General wa East African Community. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV.